Okay, habari wapendwa, niko hapa tena na natafuta kushiriki neno fupi, especially wakati huu ambapo ulimwengu unasherehekea Christmas. Nimeonelea niwe na neno fupi tu la kushiriki na watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Jadiel Mwangi, na nataka kabla ya mambo yote tuweze kuwa na ombi fupi. Tuombe. Bwana Mungu wetu, katika jina la Kristo tunakuja mbele zako katika hekalu la mbinguni, sehemu ya ndani patakatifu patakatifu, tukileta hoja zetu. Tunakushukuru Mungu kwa kumtuma mwana wako Yesu ambaye alikuja hapa duniani akachukua binadamu, akafanyika mwili, akaishi maisha ya huduma pale nyumba ya juu, akaweza kutoa uhai wake, akaweka maisha yake chini kwa ajili yetu Gethsemane, akaweza kubeba mzigo wa dhambi, akaweza kujeruhiwa, akapigwa, akaweza kuchibuliwa, na akaweza pia kuweza kuagikwa juu ya msalaba kwa ajili ya dhambi zetu. Asante Kristo kwa sababu uliagikwa kwa ajili ya dhambi zetu, ukafa na ukafuka siku ya tatu, ukafuka na ukaenda mbinguni. Baadaye na saa hii unatuombea katika hekalu la mbinguni, sehemu ya ndani. Tusaidie ninapoleta ujumbe kuhusiana na kwa nini ulichukua ubinadamu. Yesu, naomba utawale mawazo yangu na uwabariki watu wako wakinisikiza na pia watakao kuja kusikiza hii video. Asante, katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Fungu ambalo nataka tuanze nalo ni kitabu cha Wagalatia 4 ukianzia 4 mpaka 6. Wagalatia 4 kuanzia 4 mpaka 6, ambapo Biblia inasema hivi: hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Abba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana, na kama mwana, basi mrithi kwa Mungu. Kwa hivyo hapo ndipo nataka tutoe wazo fupi ya kuhusu vile Kristo alichukua ubinadamu. Kiingereza tunaita incarnation. Na hiyo Wagalatia chapter 4 verse 4 ikasema kwamba hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Mungu wetu anafanya mambo yote kulingana na wakati. Katika programu ya Mungu ameweka vitu vyote vyake, amezipanga vizuri. There is time for everything. Hata ukisoma kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba there is time for everything. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, Biblia inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hivyo hata kuzaliwa kwa Kristo ilikuwa ni kwa sababu ya utimilifu wa wakati. Je, tunaweza jua ni wakati upi? Kitu kile kidogo Mungu ametufunulia ni kwamba tunaweza jua mwaka, lakini hatuwezi kujua tarehe. Mwaka unajulikana. Na mwaka unajulikanaje? Mwaka ukitaka kujua ni mwaka gani, kwanza nitaisema, halafu utakuja kujadili baadaye ama kuichunguza, kuproof baadaye. Ni kwamba Kristo alizaliwa katika 4 BC. Na ushahidi wa kwamba Kristo alizaliwa 4 BC ni vile unabii wa Danieli ulikuwa umetabiri. Unabii wa Danieli chapter 9
verse 25, Daniel chapter 9 verse 25, Biblia inaelezea vile Kristo angebatizwa, mwaka ambao Kristo angebatizwa, na Bible inasema hivi, Daniel chapter 9 verse 25, Bible inasema hivi, Daniel chapter 9 verse 25, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7 na katika majuma 62. Kwa hivyo tangu kuwekwa amri hii, na fikiri nabii huu tumeusoma mara nyingi, kwa sababu tunaelewa kwamba amri hii ya kujenga mji wa Yerusalemu ilitolewa mwaka wa BC 457 na Artaxerxes, King Artaxerxes. Kwa hivyo kutoka BC 457 mpaka wakati Masihi agetiwa mafuta ama agebatizwa, ingekuwa ni majuma 7 plus majuma 62. Yangekuwa ni majuma 69, 69 weeks. Na tunajua wakati Mungu anapopeana unabii especially unabii wa hesabu, kila siku inasimamia mwaka mmoja. Kwa hivyo kuanzia mwaka wa 457 BC mpaka mwaka ambao Yesu agetiwa mafuta, agebatizwa, ni 69 weeks. Kwa hivyo 69 weeks times 7 inakuja 483 years. 483 days. Sasa ukiconvert 483 days into years inakuja 453 years. So kutoka BC 457 uende mbele miaka 483, 483 utapata inakuleta mpaka AD 26. Na ukumbuke tukitoka BC tukiingia AD tunaongezea mwaka mmoja, kwa hivyo inatuleta mpaka AD 27. Na sasa kwa hivyo Yesu alibatizwa AD 27, na lakini Bible inatuambia Yesu alibatizwa akiwa na miaka 30. Hii ni katika kitabu ya Luka chapter 3. Luka chapter 3 ukianzia mstari wa 21 mpaka 23, Bible inasema hivi: ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wa kama umri wake kama miaka 30. Kwa hivyo Yesu alibatizwa akiwa na miaka 30. Na sasa ilikuwa ni AD 27. So AD 27 ukirudi nyuma miaka 30 utapata inakuleta mpaka 3 BC, lakini ukumbuke tunaongeza mwaka mmoja sababu hakuna mwaka wa herufi wa sufuri. Kwa hivyo ni BC 4 BC. Hiyo ni njia moja ya kupata tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu, mwaka wa kuzaliwa kwa Yesu ambayo ilikuwa ni 4 BC. Pia kitu kingine, Waisraeli, kuhani alikuwa anabatizwa ama kuhani alikuwa anaanza kazi ya ukuhani akiwa na miaka 30. Hiyo ni kitabu cha Hesabu 4 mstari wa 3. Hesabu 4 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba kuhani alikuwa anaingia katika kazi ya ukuhani katika ndani ya hekalu ama ndani ya hema akiwa na miaka 30. Inasema hivi, Hesabu 4 mstari wa 3,
tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50, wote waingiao katika utumishi huo ili kufanya kazi ya hema ya kukutania. Kwa hivyo kuhani alikuwa anahitajika aingie katika kazi ya kuhani akiwa na miaka 30. Kwa hiyo ni ushahidi mwingine ya kwamba Kristo alibatizwa akiwa na miaka 30, ilikuwa anaingia katika huduma, ilikuwa inaendeshana, ubatizo wa Kristo ilikuwa inaendeshana na ukuhani. Yaani vile makuhani walikuwa wanaingia katika hekaluni ama huduma ya kukutania. Pia jengine ya kupata hiyo miaka 30 ama BC 4 BC ni kupitia kwa kuchunguza kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, mambo ambayo yalizunguka kuzaliwa kwa Yesu. Tunasoma kwamba Kristo alizaliwa katika enzi ya mfalme Herode, King Herod, na hiyo tunasoma katika kitabu cha Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 kianzia verse 1 mpaka verse 20 inaelezea kuhusu mfalme ambaye alikuwa anatawala Kristo akizaliwa, ambaye alikuwa anaitwa Herod the Great, King Herod. Hebu some Matthew chapter 2 verse 1 usikie. Matthew chapter 2 verse 1, Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani zake mfalme Herode, natazama mamajusi wa mashariki wamefika Yerusalemu. Yesu alizaliwa katika Bethlehem zamani za King Herod. Sasa huyu Herod ni yule ambaye alitafuta kuua watoto wa vijana kuanzia miaka 2 kurudi nyuma. Na katika verse 13 nasema, nao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukibirie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Verse 19, hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Herode huyu ambaye Yesu alizaliwa katika enzi yake, pia historical records especially za mtu anaitwa Flavius Josephus anatuambia kwamba katika kitabu kinaitwa Antiquity of the Jews for BC kwamba Herode the Great alikufa mwaka wa 4 BC na alikufa katika kifo cha ujugu sana. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Kristo, Yesu alizaliwa katika mwaka ambao Herode the Great alikufa, ambao historical records ambazo ziko na ukweli zinatabirikana, zinasema kwamba Herode alikufa 4 BC. Desire of Ages, page 66 inasema he died of a fearful death, kwamba huyu Herode alikufa kifo cha uchungu. Kwa hivyo ni ukweli Yesu alizaliwa 4 BC, hiyo tunaweza jua, lakini tarehe haijulikani. Tarehe kabisa Mungu alificha watu, haikuandikwa kwa Bible. Kuna watu wanajaribu kusema kwamba ati malaika Gabriel alimtokea Yesu, alimtokea Mary katika mwezi wa 6, lakini hii mwezi wa 6 huwa haielezei kwamba ni wakati ambapo Maria akiwa na mimba mwezi wa 6. Hapana, sio
mimba ya, sio Maria akiwa na mimba ya miezi 6, ni ni Elizabeth akiwa na mimba ya John ya miezi 6. Kuna nimesikia watu ambao wengine wakisema kwamba ati mwezi wa 6 ndio Gabriel alitokea Mary akiwa na mimba ya miezi 6, lakini hapana. Ukisoma hiyo kitabu ya Luka vizuri utasikia hakuwa anamaanisha hivyo. Hebu tusikie Luka chapter 1 verse 26. Luka chapter 1 verse 26. Na kosoa wale ambao wanasema kwamba tunaweza jua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu tukisoma Luka chapter 1 verse 26. Luka chapter 1 verse 26 inasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Kwa hivyo hii mwezi ya 6 ambayo malaika Gabriel mtokea Maria haikuwa katika mwezi wa 6 wa mimba ya Yesu, hapana. Ni mwezi wa 6 wa mimba ya Elizabeth. Na hiyo tunaelewa tukisoma tukirudi nyuma katika verse 24 ya Luka chapter 1 inasema, hata baada ya siku zile mkewe Elizabeth alichukua mimba, akatawa miezi 5 akisema. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Kwa hivyo ni katika mwezi wa 6 ya mimba ya John the Baptist, mimba ya Elizabeth ambaye alimzaa John the Baptist. Na hiyo tunaweza thibitisha katika verse 36, anasema hivi: tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake, yeye aliyeitwa tasa. Kwa hivyo Mungu alificha kabisa kuzaliwa kwa Kristo. Hata hii tarehe ambayo dunia inasherehekea 25 December sio the actual birthday of Jesus. 25 December imetajwa tu katika Bible, katika kitabu cha Jeremia 52 verse 31. Na katika Jeremia 52 verse 31 tunasoma ni wakati ambapo ilikuwa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake mfalme wa Yuda ambaye alikuwa anaitwa Yehoyakini. Mwezi wa mfalme wa Babeli ambaye alikuwa anaitwa Evil-Merodaki akaweza kumtoa mfalme wa Yuda gerezani, ambaye alikuwa mfalme wa Babeli alikuwa anaitwa Evil-Merodaki na mfalme wa Yuda alikuwa anaitwa Yehoyakini. So hata hii 25 December sio the actual birthday of Jesus. Furthermore, hii sherehe ya 25 December ilikuwa inasherekewa miaka nyingi hata kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. 25 December, sherehe hii ilitokana na upagani. Ukisoma kitabu cha Ezekiel chapter 8 verse 16 utasikia kuna mtoto ambaye alikuwa na budiwa, alikuwa anaitwa Tamuzu. Tamuzu alikuwa ni mtoto wa Semiramis ambaye alikuwa anaitwa the Queen of Heaven, na huyu mtoto ndiye alizaliwa katika 25 December. Ukisoma katika kitabu cha Ezekiel Jeremiah chapter 7 verse 18 utasikia huyu Queen of Heaven ametajwa pale, na pia Jeremiah chapter 44 ukianzia verse 17 to 19 utasikia huyu malkia wa mbinguni pia ametajwa pale. Pia ukisoma Jeremiah 10 kuanzia 3 to 5 utapata pia
kuna hii mti wa Christmas umetajwa pale. Kwa hivyo origin ya Christmas ilikuwa ni paganism. Hatusemi watu washerekee, lakini kama mtu anataka kusherekea basi angefanya vile wale ambao vile wengine walisherekea walipoenda Yesu alipozaliwa. Kwa mfano tunasoma kuhusu majuzi katika kitabu cha Mathayo 2 verse 10 na 11 nasema hivi: nao walipoona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia 11, wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Maria mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Kwa hivyo they fell down and worshipped him, and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Kwa hivyo hiyo ndio njia ni njia kumpea Yesu maisha yetu. Tunahitaji kumpea Yesu hazina zetu, tuweze kumpea Yesu our hearts, tuweze kumpea our treasure, tuweze kumpea our talents, tuweze kumpea kuna 4 T's, our body temples, our treasure, our talents, na pia tuweze kumpea our time. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba we should consecrate ourselves, tuweze kujiweka wakfu kwa Kristo, aingie ndani yetu, akae ndani yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu, na halafu tuishi maisha matakatifu, maisha ya kutunza amri za Mungu zote. Kwa hivyo tumwamini Yesu. Tuendelee na sasa kuchunguza kwa nini Kristo akaja duniani. Kuja kwa Kristo, kuzaliwa Yesu duniani ni moja ya siri ambazo zilikuwa zimefichika katika vizazi vyote. Ukisoma kitabu cha First Timothy, Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 16, Biblia inasema hivi, First Timothy chapter 3 verse 16: na bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. So kuchukua ubinadamu, Kristo kuchukua ubinadamu inaitwa the mystery of all mysteries. The mystery of all mysteries. Kwamba siri ambayo ni siri kuliko siri zote. Na ni kwamba Mungu alichukua mwili. Matthew chapter 1 verse 21, ataitwa jina malaika akasema ataitwa jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao, kutoka kwa dhambi zao. Alafu verse 23 inasema kwamba ataitwa Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. So Kristo kuja kuzaliwa duniani ni Mungu aliweza kujishusha, muumbaji akajishusha. Yeye ambaye alikuwa tajiri kwa ajili ya kutuokoa akajishusha akawa masikini. Hiyo ni kitabu cha 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Nasema nanyi mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ijapokuwa alikuwa tajiri, lakini kwa ajili yetu alifanyika masikini. So alijishusha ndio atufunulie neema. Ni kupitia kwa kujishusha huku tunapata neema. Mkumbuke tangu wakati mwanadamu alianguka dhambini,
Mwanadamu alianguka dhambini, ama dhambi iliingia katika ulimwengu kwa sababu ya kujiinua. Kuna shetani Lucifer ambaye anaitwa mwana wa asubuhi katika Isaya 14 ukianzia verse 12 to 14. Dhambi ilitokana na huyu kiumbe ambaye alikuwa ameumbwa akiwa wa kwanza, alikuwa malaika wa kwanza afunikae, makerubi wa kwanza afunikae, na ndani yake kaingia kiburi. Hiyo ni Ezekiel chapter 28 verse 17. Alafu Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, shetani akajiinua akataka kufanana na Mungu akataka kufanana na muumbaji, na hii ndio tunaita the mystery of iniquity. Mystery of iniquity ni wakati kiumbe anatafuta kujiinua na kujitonishanisha na Mungu, na hii siri ilianza na shetani. Mystery of iniquity ilianza na shetani. Ezekiel chapter 28 verse 17, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu mwangaza wako kwa sababu ya mwangaza wako nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya mataifa, mbele ya wafalme wapate kukutazama. Sasa Isaiah chapter 14 verse 0 to 14, Biblia inaelezea vile shetani alijiinua. Inasema hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. 13, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. So dhambi ilitokana na hiyo. Na hata wakati shetani alipokuja pale Edeni, aliweka hiyo dhana ya kujiinua kuliko Mungu. Shetani akaambia wazazi wetu wa kwanza, akaambia mwanamke ya kwamba hamtakufa hakika, lakini kwa maana Mungu anajua siku mtakapokula matunda yale ya kujua mema na mabaya, mtakuwa kama Mungu, mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Kwa hivyo dhana hiyo ya kiumbe kutaka kuwa kama Mungu ikaingia ndani ya wanadamu sasa. Na kwa hivyo sasa kuna two mysteries, kuna siri mbili. Sasa Kristo alikuja kufunua ile tunaita the mystery of godliness, ambayo sasa ni muumbaji akijishusha na kuchukua nafasi ya kiumbe, na hata kama anachukua nafasi ya kiumbe na zidi kujishusha bado zaidi, anakuwa mtumishi wa ile kiumbe, anajishusha kabisa, anakufa hata kwa ajili ya kile kiumbe. Na hii ndio siri ambayo itakuja kusimama baadaye. Siri ya kuasi inakuja kuanguka, itakuja kuanguka na kuangamizwa. Maana Biblia inasema hivi katika Methali 16 mstari wa 18, kama sijakosea, anasema kwamba kiburi hutangulia kuangamia. Proverbs chapter 16 ni Methali 16:18, kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Kwa hivyo kile kilifanya Kristo ajishushe akuje kuchukua ubinadamu ni kwa sababu ya kutuokoa kutokana na dhambi, ambayo dhambi sasa ilianzia na kujiinua. Dhambi ilianzia na kujiinua, kiumbe akijiinua akitafuta kuketi katika nafasi ya muumbaji. Na kwa hivyo sasa muumbaji akajishusha akachukua nafasi ya kiumbe, ubinadamu ukachukua, uungu ukashikana na ubinadamu. Divinity was united with humanity. Now, so this is the great of all mysteries. Romans chapter 16 verse 25, Apostle Paul sana ndiye alifunuliwa this mystery
this mystery ilikuwa imekaa kimya katika vizazi vyote, ilikuwa imefichwa, ilikuwa iko ndani ya Mungu na Kristo. This mystery, hii siri ilikuwa imefichika tangu vizazi vyote, na Mungu na Kristo walijua kuhusu vile dhambi itaingia duniani hata kabla ya dhambi kuingia, na kupitia kwa shetani, na wakaweza kuamua kwamba ikiwa mwanadamu ataanguka, basi Yesu atajishusha akuja kumuokoa. So ilikuwa ni kufunuliwa kwa hii siri ambayo ilikuwa imekaa kimya ndani ya moyo wa Mungu katika vizazi vyote. Romans chapter 16 verse 25, hivyo Paulo alifunuliwa hii siri. Katika mitume wote Paul ndiye alifunuliwa hii siri sana. Inasema hivi, Romans chapter 16 verse 25, sasa na atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara sawasawa na injili yangu kwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo, sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele, ikadhihirishwa wakati huu kwa mataifa yote kama alivyo amuru Mungu wa milele, ili waitii imani. So hii siri ambayo ilikuwa imefichika tangu vizazi vyote ni siri kuhusu vile Kristo angechukua binadamu, aishi maisha ya huduma miaka 33, alafu pale Gethsemane achukue dhambi zetu, msalabani apigwe, ajeruhiwe, aweze kuangikwa juu ya msalaba kwa ajili yetu, azikwe na afufuke siku ya tatu, alafu hatimaye aende kuketi katika mkono wa kuume katika patakatifu, atuombee, na hatimaye basi akuje kuingia katika patakatifu hekalu ya mbinguni, afanye kazi ya hukumu ya upelelezi, na ndio sasa afunge rehema na akuja mara ya pili sasa kuwafufua watakatifu watakao kuwa wamekufa, na awabadilishe mili wale ambao ni watakatifu watakuwa hai, awainue, awautukuze, awaketishe katika kiti chake cha utawala mbinguni kwa miaka 1000, na hatimaye akuje kuwapea kuwafanya warithi pamoja na yeye. Siri hii pia kuna kwingine imeandikwa katika Bible. Vile Kristo alichukua mwili, kuna kwingine pia imeandikwa katika Bible. Katika kitabu cha Wahibrania 2 ukianzia mstari wa 14 mpaka 17. Wahibrania 2 nasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatoi asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. So tunaona hapa pia Kristo alishiriki yote ambayo watoto wanashiriki, na tunaambiwa alichukua asili ya Ibrahimu, kwa kwamba alichukua mwili ambao ulikuwa na Ibrahimu. Na Abrahamu alikuwa na mwili gani? Abrahamu alikuwa na mwili wa dhambi. Pia katika Warumi 1 mstari wa 3 tunaambiwa kwamba mwana wa Mungu alichukua uzao wa Daudi. Warumi 1:3 inasema hivi, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Yesu alichukua asili ya Ibrahimu, akachukua ukoo wa Daudi. Lakini sasa Daudi na Ibrahimu walikuwa na mwili unafananaje? Daudi na Ibrahimu walikuwa na mwili wa dhambi. Na kwa hivyo Warumi 8 mstari wa 3 na 4 inaweka wazi ya kwamba Kristo alichukua mwili wa dhambi.
Warumi 8 mstari wa 3 inasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa hivyo tunaweza ona kwa kweli Kristo alichukua sinful flesh. Yesu alichukua sinful flesh, mwili wa dhambi, lakini akaishi maisha matakatifu akiwa ndani ya huu mwili wa dhambi. Na kwa hivyo sasa humanity of Christ akatengeneza ile tunaita perfect humanity. Alitengeneza ile tunaita perfect humanity, perfect character. Na this perfect character of Christ akiwa in our sinful flesh ndio zawadi ambayo sasa Yesu anataka kutupea tunapompokea. Tunapomwamini Yesu tunawekwa huru kutokana na utumwa wa dhambi. Namba 2, tunapewa zawadi ya Roho Mtakatifu. Na ikiwa tutakubali kuongozwa na Roho, sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni gani? Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuweka haki ya Yesu katika maisha ya muumini. Roho Mtakatifu ana reproduce the faith of Jesus, the character of Jesus, the perfect character of Jesus in the life of the believer. Na kwa sasa inawezekana kabisa ikiwa tutakaa ndani ya Yesu tuweze kuishi maisha ya ushindi, tushinde kama vile Kristo alishinda. Kristo hakuvunja sheria ya Mungu, aliishi maisha ya obedience. Ukisoma kitabu cha John 15 verse 10 akimalizia alisema kwamba I have kept my father's commandment and abode in his love, ya kwamba nimeshika amri za baba yangu na nikakaa katika pendo lake. Kwa hivyo nasi tukikaa ndani ya Kristo inawezekana Roho Mtakatifu aweze kureproduce the character, the righteous character of Christ, maisha ya Kristo makamilifu katika maisha yetu. Na kwa kweli wakati wa mwisho Mungu anakuja kusimamisha watu ambao Biblia inasema Ufunuo 14:12 ya kwamba hapa ndipo penye subira watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hivyo Kristo alikuja, sababu ya Kristo kuja tumesikia sababu kama 3. Ya kwanza ni kuili kutokana na dhambi. Ya pili ni ili tuweze kushika amri za Mungu. Ya 3 pia Kristo alikuja kufunua tabia ya Mungu, ambayo tabia ya Mungu sana sana ambayo Kristo alikuja kufunua ni neema, tabia ya gracious, Mungu kuwa gracious. Ukisoma John chapter 1 verse 14 nasema kwamba nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, naye amejaa neema na kweli. Verse 17 nasema kwamba neema na kweli zilitokana na zilikuja kupitia kwa Yesu. Ama Torati ilikuja kwa Musa, lakini neema na kweli zikakuja kupitia kwa Kristo. So Kristo alikuja kutufunulia tabia ya Mungu ambayo ni gracious, tabia ambayo ni ya kujishusha, tabia ambayo ni ya kujitoa, tabia ambayo ni ya kutumika hata kufia kiumbe ili kiumbe asipotee. Ya tabia hiyo sana sana ndio inaelezewa na sheria za Mungu. Tabia ambayo Kristo alikuja kufunua ni tabia ministering to others, serving God and ministering to others, ambayo inaelezewa na sheria za Mungu. Kwa hivyo tuweze kumwamini Kristo na kukaa ndani yake, ndio tuweze nasi pia kuongozwa na Roho na tuweze kufanya hiyo kazi ambayo Kristo alikuja kufanya, ambayo ni ya kufunua tabia Mungu, tabia ya kwamba God is gracious and merciful. Mungu ni mwenye huruma na rehema, mwenye fadhili. Ya pia sababu nyingine ambayo ilifanya Kristo akuje duniani ni ile amharibu yule ambaye alikuwa na nguvu ya mauti ambaye ni Ibilisi. Ya kitu cha kwanza kabla Kristo Mungu kuangamiza shetani na moto wa jehanamu, Mungu anataka kwanza kuangamiza kazi za shetani. Kristo alikuja kwanza kuangamiza kazi za shetani, the works of the devil. The works of the devil. The works of the devil ni selfishness. Selfishness ndio kitu ambacho kinazaa all other evils. So Kristo alikuja kuangamiza. How did he destroy the works of the devil? Kama vile tunasoma katika kitabu ya John, 1 John chapter 3 verse 8
ni kupitia kwa kukufa, kupitia kwa yeye kukufa aliharibu the carnal mind, aliharibu the enmity, the selfishness that naturally inakaa ndani ya mwanadamu. First John chapter 3 verse 8, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivuje kazi za Ibilisi. So Kristo alikuja ili avuje kazi za Ibilisi, na kazi za Ibilisi ni hizo nimekuambia: selfishness, self seeking, ambazo ndio tunaita the works of the flesh. Na kwa hivyo saa hii Yesu akiingia ndani yetu, tukimkubali aingie ndani yetu, atavujavuja binafsi, atavujavuja the works of the flesh, na atatupea ile tunaita the mind of Christ. The mind of Christ ni selflessness. Mind of Christ ni love. The mind of Christ ni ile kuwa na nia ya kutumikia wengine na kuhudumia wengine, kupenda wengine kama sisi tunavyojipenda wenyewe. Kwa hivyo pia kitu kingine ni kwamba Kristo alikuja, akazaliwa, akaishi maisha haya matakatifu, akateseka kwa ajili yetu, akafa na akafuka, ili sasa aweze kuwa kuhani wetu mkuu ambaye ni mwenye rehema, so that he may be our merciful high priest. Na kwa hivyo Kristo alipokufa na akafuka, basi akaenda kutuombea. Sasa yeye ni kuhani wetu ambaye ni mwenye rehema, na kwa hivyo Kristo alikuja ndio pia afe na kufuka, halafu sasa aende kuwa our intercessor in the heavenly sanctuary, kazi ambayo sasa anafanya. Pia Kristo alikuja ndio aweze pia kuwa judge ambaye anaweza kujaji kwa haki, anaweza hukumu kwa haki, maana alipitia yote ambayo tunapitia. Na kwa hivyo sasa akiwa our judge nao, na pia our advocate, anaweza kujudge righteously. Na hatimaye sasa Kristo alikuja ndio baada ya haya yote, wale ambao watamwamini na kuzishika amri za Mungu, wale ambao watashinda kama vile alivyoshinda, sasa awainue mpaka mahali ambapo alikuwa ametoka, awainue mpaka kiti cha enzi. Ufunuo 3 mstari wa 21 inasema, ashindaye kama mimi nilivyoshinda atapata kuketi pamoja na mimi katika kiti changu cha enzi, kama nami nilivyoshinda na kuketi naye na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Biblia inasema kwamba macho hayajaona. Hiyo ni 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Macho hayajaona wala hayajaingia katika masikioni mambo ambayo Mungu amewaandalia wale ambao wanampenda. Ningependa nimalizie na hii fungu katika kitabu cha BC 1107 paragraph 4. The glories of heaven indescribable. Kwa utukufu wa mbinguni hauwezi kuelezewa. Paul had a view of heaven. Paulo alikuwa na maono ya mbingu, and in discussing on the glories there, akielezea kuhusu utukufu huko, the very best thing he could do was not to try to describe them. Kile tu kizuri ambacho angefanya ni kutokujaribu kuelezea, to describe them. He tells us that I had not seen nor ear heard. Anatuambia kwamba macho hajasikia, macho hajaona, wala masikio hajasikia. Neither have it entered into the heart of man. Hata haijaingia katika moyo wa mwanadamu, the things which God has prepared for those that love him. Baba Mungu amewaandalia wote ambao wanampenda. So you may put your imagination to the stretch. Unaweza kufikiria sana mawazo yako, ujaribu kufikiri. You may try to the very best of your abilities to take in and consider the eternal weight of glory. Yakobo unaweza
tumia uweza wako kuchukua na kutafakari uzito wa utukufu wa milele. And yet your finite senses faint and weary with the effort. Na hata hivyo senses, hisia zetu ambazo ni duni, ambazo ni kipimo, ambazo ni kidogo, faint and weary, zina faint na zina kuwa weary with the effort, na katika juhudi. Cannot grasp it. Hata kama utafanya hivyo, ujaribu kufikiri, ujaribu kutumia juhudi zako zote kufikiri, hauwezi kuishika. For there is an infinite beyond. Ya kwamba kuna ukubwa, kuna ile ambayo haina kipimo, yani kuna infinite beyond, yani huwezi kufikia kuielezea yote, huwezi kufikia kilele kimo chake. It takes all eternity to unfold the glories and bring out the precious treasures of the word of God. Yakoba itachukua ama inachukua milele wote, eternity, all eternity to unfold, kuweza kufunua utukufu na kuleta dhamani, hazina ya dhamani, precious treasures of the word of God. So Mungu asaidie sana. Ikiwa Kristo alijitoa hivyo kwa ajili yetu, akazaliwa, akaishi na sisi, akateseka kwa ajili yetu na akafa, na sasa hivi anatuombea, bona tusitumie nafasi kwa kuja kwake na kumwamini na kuzitunza amri za Mungu, ndio tuweze kutakaswa na kuinuliwa akija mara pili, kutukuzwa pamoja na yeye na kuwa warithi pamoja na watakatifu, tuweze kuingia mbinguni. Wangapi? Mimi nataka Mungu anisaidie niweze kuwa miongoni mwa wale ambao hata siku ya leo wengine wanaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu, watu wanapokumbuka kuhusu kuzaliwa kwa Kristo, basi tukubali Kristo, tuzaliwe mara ya pili, tukae ndani ya Kristo, tuweze kushika amri za Mungu zote 10, hata ya Sabato. Sabato ni Jumamosi, na ndio Yesu atutukuze atakapokuja mara ya pili na kutuinua mahali alikuwa ametoka, tuwe pale, maana alikuja kutupeleka mahali ambapo alikuwa ametutoka. Labda nipeane mfano wa kueleweka. Ni kama vile mfalme wa dunia anaweza kwenda kwa amchukue chukura, amuadopt kama mtoto wake, na baada ya kumuadopt kama mtoto wake aweze kumsafisha na aweze kumpeleka katika nyumba ya utawala, amketishe pia katika kiti cha enzi. Labda hiyo ni mfano dunia ambayo inaweza kuelewa vile Kristo alifanya. Mungu asaidie sana, kubarikiwe na tumalize naombi. Asante Yesu kwa vile ulijishusha. Asante Mungu Baba kwa mwana wako Yesu ambaye alijishusha, akaja duniani, akazaliwa, akaishi maisha ya utumishi pale nyumba ya juu ya Getsemane, akatoa uhai wake Getsemane, akabeba dhambi zetu, akabeba masikitiko yetu, akapigwa, akajeruhiwa, akaweza kuwekewa taji ya miiba, akaweza kudungwa na mkuki katika upande bavuni, akaweza kupigwa misumari msalabani, akafa na akafufuka siku ya tatu. Sasa hivi anatuombea katika hekalu la mbinguni sehemu ya ndani. Tunaomba Yesu tusaidie, utuokoe, uwe haki yetu, uwe nguvu yetu, uwe tumaini letu, uwe kibirio letu, uwe msaada kwetu, na utukumbuke, tutakase kabisa, ndio tufae kuishi na wewe milele utakapokuja mara ya pili. Asante. Wakumbuka watu wako na wakumbuka katika ufalme wako. Katika jina la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante. Barikiwa sana brother na mandugu na madanda. Asante.